imeinuka kuna uzembe fulani mwenyewe hajui, si ndio? Kwa wazazi wengi sasa hivi wana watoto lakini wao wenyewe hajui kuhusu malezi, hajui kulea watoto, hajui misingi ya malezi, lakini bado tunaendelea kutengeneza hawa binadamu. Tunaendelea tu, tunafiatua kwa spidi kali kweli. Kama Tanzania nafikiri kazi ni ngumu. Tunafiatua, tunazidi kufiatua watoto. Lakini maarifa ya watoto hatuna. Jinsi ya kuwalea watu hatuna. Si ndio jamani? Kwa hiyo maana yake point hapa kubwa ni nini? Tukichukua mfano wa Mungu alituma sisi kwa mfano wake. Kwa hiyo alituelewa, anatuelewa, akatutengenezea mazingira ya sisi kufanikiwa kabla hajatuumba. Kwa hiyo watoto pia tunatakiwa tuwatengenezee mazingira kabla hatujawaleta wapi? Duniani. Mazingira ya wao kufanikiwa. Kwa hiyo ukimsoma sana Mungu, ukimstadi mambo yake, ukichukua Biblia kama kitabu cha muongozo, utagundua mambo mengi sana. Narudia tena, Adam na Hawa hawakuumbwa, sisi hatukuumbwa afu dunia ndio ikatengenezwa, my friend. Tungezama wengi sana. Maana hapa hii dunia haikuwepo, si ndio? Jua alipo. Tungepanda wapi mazao? Hakuna. Lakini alitutengenezea mazingira kabla hajatufanya nini? Hajatuleta. Lakini sisi hatutengenezi mazingira ya watoto, tunazaa tu. Sasa watoto watafanikiwaje? Wengine ndo wako busy wanataka kufanya kazi, wengine hata dada hawana. Mtoto anachacha tu kwa majirani huku wapi ovyo tu. Wengine wanaokota tu wadada waeleweki. Hasa hayo ni mazingira gani? Alafu wewe uko busy unaenda kanisani, namcha Mungu, mhubiri sijui nini, au sijui kama Muislamu ni sheni nani. Sijui umenielewa? Hatutengenezi mazingira wakati Mungu atuonesha mfano, katutengenezea mazingira ndo akatuleta. Si ndio jamani? Ndio. Mazingira ndo akatuleta. Mazingira siku zote yanaanza kwanza. Kwa hiyo ina maana gani kwenye nyinyi walezi namba 1 au namba 2? Kwamba kila siku unayokuwa kazini, kila saa, kila dakika, kila sekunde unatakiwa umtengenezee mtoto mazingira ya kufanya nini? Jamani, mazingira ya kufanya nini? Ya kufanikiwa. Hiyo ndo kazi yenu. Dhumuni la mzazi ni kumtengenezea mtoto mazingira ya kufanikiwa. Dhumuni la mlezi yoyote ni kumtengenezea mtoto mazingira ya kufanya nini? Ya kufanikiwa. Kama vile Mungu alivyotengenezea sisi mazingira ya kufanikiwa wapi? Hapa duniani. Kwa hiyo tunapofeli ndio hapo. Hatufuati ule mfano wa Mungu alotengenezea. Kwa hiyo nyinyi kama wadada, jukumu lenu kubwa ni kutengeneza mazingira ya watoto kufanikiwa. Kila siku, kama unasema wewe ni mcha Mungu, si ndio? Unampenda Mungu. Maombi yako yawe, Mungu nisaidie kila siku huyu mtoto nikawe msaada kwake aweze kufanikiwa. Sio, umenielewa? Kwa sababu nyinyi ndio mnatakiwa muwe muongozo kwa watoto, mkishirikiana na wazazi wao. Si ndio jamani? Na hiyo ndo niseme ngazi ya juu kabisa ya kumpenda Mungu, kumcha Mungu. Kwa sababu hata Biblia inatuambia, Yesu aliwaambiaga nini? Yesu aliwaambiaga wanafunzi wake alipokuwa anahubiri, si ndio? Walikuwa watoto wanataka kuja, akawaambia nini? Waacheni watu wadogo waje kwangu, kwa maana msiwazuie. Lakini sisi tunawazuia, hatuwawapi watoto nini? Miongozo. Hatuwasaidii. Alafu wakikua, wakianza kufanya vitu vya ajabu, tunabaki kuwatukana, kuwasema, tunawaita majenzi. Si hawa? Sasa hivi si ndio trend? Kila mtu anawatukana majenzi. Kila mtu anawasema majenzi. Kwani majenzi wametoka wapi? Walikuwa watoto. Kuna generation bila wazazi? Hakuna. Where's the Z coming from? Kuna Z bila A. Kuna generation bila wazazi. Kwa hiyo sisi binadamu tunapenda kulaumu, kama vile Adam, ni huyu mwanamke wako ulioniletea. Si ndio? Huyu mwanamke ulionipa ndo hivi, si ndio? Na sisi na mwanamke naye anasema ni huyu nyoka. Nyoka sio, anasema nani? Lakini sisi tunasema Gen Z. Gen Z katoka wapi? Kwenye familia. Kwenye familia, kwa wazazi. There you go. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia sasa zile, Mungu akituangalia sisi, yani Mungu anacheka, sio anasikitika, analia. Sisi tunalaumu watoto. Lakini yeye katupa mfano wa kuongoza watoto. Tukijua yeye ni mwongozo wake. Then hawa ndio watakiwa tuwasaidie. Tuwape miongozo, mazingira ya kufanikiwa.
Kwa hiyo baada ya kuanza kulaumu vijana au watoto, tuwatengenezee mazingira ya kufanikiwa. Mtoto anakuwa frustrated, yani anapata ghadhabu, anachanganyikiwa, anashindwa kufanya vizuri kwa sababu mazingira yake sio mazuri, hajapewa mazingira mazuri. Ndio hii changamoto tulikuwa nayo. Watu wadogo sasa hivi hawafanya vizuri, wana behave vibaya, si ndio? Tunawaita watundu kwa sababu hawajapewa nini? Miongozo. Hawa Gen Z tunawazungumzia sasa hivi, baadhi ya vitu vyao ambavyo tunasema labda havifanye vizuri au wanafanya vibaya ni kwa sababu ya miongozo. Mimi siku zote mtoto akiwa na shida nitafutie wazazi tu, ndio responsibility yao. Si ndio jamani? Kwa hiyo tusiwe warahisi kuita tu watundu kama nilivyosema, lakini mazingira kwanza yanaanza kabla ya mtoto. Mazingira kabla ya binadamu. Haya. Naomba nichangie kidogo hapo. Kwa sababu kuna nguvu kubwa sana ambayo wazazi sasa hivi wanaitumia kwa watoto, kupeleka watoto shule za gharama kubwa tu. Tunajenga eneo gani wazazi tunapopeleka watoto hizo shule, mara ni boarding ama ni shule private, hata shule za bure hatutaki. Si ndio Tuna shule za bure lakini hatuzitaki. Tunachukua, natafuta maila mengi tu, naenda huko tunalipa. Iwe day, iwe boarding. Boarding ndio imekuwa trend kabisa, fashion. Tunajenga eneo gani la mtoto? Ni akili. Tunajenga akili. Na ujuzi. Tunajenga ujuzi. Maadili yanajengwa wapi? Maadili. Huyu mtoto ili asiseme uongo, huyu mtoto ili akikutana na wavuta bangi aseme no. Haya sio maadili sawa sawa. Akikutana na wavuta unga, wavuta bangi, wanywa pombe, wasagaji, mashoga, matabia yote yale yajawajibu, mtoto aweze kusema huu sio utamaduni au sijalelewa hivi. Hivi vitu sio vizuri, havimpendezi Mungu. Vinajengwa wapi? Nyumbani. Okay. Basi. Tuendelee. Nyumbani ndo wako wadada pia. Nyumbani ndo wako wadada na wazazi ambao wanatakiwa wawe na hofu ya Mungu ili watoto wasiweze kuigiliza hizo tabia ambazo ni mbaya zisizofaa. Haya, tunaendelea kutoa. Okay, nimependa ulivyomalizia kwamba kama maadili tunajenga nyumbani, na nyumbani wako wazazi na wasaidizi ambao ndio wadada ambao watasimamia. Hata kama mtoto ameenda shule akakutana na mtoto anatukana, akaja na neno jipya, ni rahisi yule mtoto kusimamiwa haraka sana na kuambia hicho kitu ni kibaya. Lakini kama mtoto yuko tu shule anakutana na hayo maneno, anakuwa nayo, anakomaa nayo, baadaye kabisa yani ameshakomaa, ndio nataka kumrekebisha. Au unamshangaa kwamba imekuwaje mtoto. Nafikiri wazazi wakiona mtoto anaongea Kiingereza, yani anaona ameshamaliza malezi kwa sasa. Yani watoto, si ndio jamani? Mtoto awe tu anaongea Kiingereza. Hata unajua kuna dada alisema mtoto alikuwa anamtukana fuck you. Na mzazi wala hatajali. Mnadi tu anaongea Kiingereza kimenyooka. Alimtukana? Akamwambiaje? Dada yetu bwana. Mtoto msomi. Mtoto anasoma shule za gharama. Haya, tunaendelea kutoa mawazo yetu. Dada Shani, karibu. Mada ni ile ile. Je, kumcha Mungu na kumpenda Mungu vina mchango gani kwenye malezi bora na makuzi chanya ya watoto? Asante. Kwa majina naitwa Shani Joseph. Wadada Center, Nguzo ya Familia. Mada ya leo inatuambia kumpenda Mungu pamoja na kumcha Mungu vina mchango gani kwenye malezi ya watoto, malezi na makuzi chanya ya watoto. Kwanza, kumcha Mungu na kumpenda Mungu. Ukisha mpenda Mungu alafu pia ukamcha Mungu, utafuata yale maagizo yake. Cha kwanza, inabidi kwanza ili uwe na kumpenda Mungu na kumcha Mungu lazima ufuate maagizo aliyotoa yeye. Ina maana kuna Biblia na pia kuna misafu. Ina maana ukishayaishi yale yote ambayo yapo kwenye Biblia kama ni Mkristo, na utakavyoyaishi yale ambayo yapo kwenye msafu kama ni wa Kiislamu, ni tuseme ni familia ya Kiislamu, ni lazima kuna sehemu kwa Kristo kuna maagizo ambayo wanakataza, na pia kwa Waislamu kuna maagizo ambayo wanakataza. Kwa hiyo ukishayaishi hayo, ninaamini mtoto atakuwa kwanza, ni lazima atakuwa na bidii.
bidii, anaweza kaa na bidii, anaweza kaa pia na heshima ndani ya familia. Kwa mfano, naweza nipo kwenye malezi, labda tayari nipo kwa familia ambayo ina watoto. Pindi utakapomwambia labda heshimu mtu mkubwa, heshimu pia na mdogo. Kwa mfano, anaweza kaa kuna kosa kalifanya. Aidha labda kuna watoto wengine ni tulishasema ni wakorofi kwenye familia au ni watundu. Lakini ili umrekebishe, unaweza ukakuta kuna mgeni amekaa sebreni, wanaongea kati ya baba na mama, afu mtoto akaenda anamuita baba au anamuita mama. Tayari pale atakatisha mazungumzo aliyokuwa anazungumza pale. Kuna mada ambayo itajitokeza pale, mwisho wa siku utakuta wale baba na mama au mgeni aliyokuja pale kwanza watakuwa wamesahau wameishia wapi, kutokana na nidhamu ya mtoto, kwamba ukishamuelekeza kwamba ukiona baba na mama au kuna mgeni ambaye yuko pale wanaongea baba na mama wako faraga, hata kama una shida nitaarifu kwanza mimi nitajua ni mazingira yapi au nitafanya nini ili uende ukawasilishe jambo lako. Asante. Nani anataka kuchangia? Wadada Center, nguzo ya familia. Kama mama, baba au dada katika familia ana hofu ya Mungu, itamsaidia huyo mtoto kuwa mwajibikaji katika kila kitu ambacho atakachokuwa anafanya. Huyo mtoto atawajibika ile ipasavyo, kwa sababu anaona hicho kitu kwa baba, anaona hicho kitu kwa mama, pia kwa dada. Na hata katika maandiko yanasema kwamba asiyefanya kazi na asile. Ndio maana wadada tunawaambia kwamba wawe wanatoa majukumu kwa watoto. Hii itawasaidia wao wasiwe wavivu, kwa sababu uvivu ni mizizi ya dhambi na haitakiwi. Hivyo dada akifanya hivyo, kutoa majukumu kwa watoto watakuwa wajibikaji. Obviously watapenda kazi, watakuwa wanajituma na wanafanya vitu kwa bidii na juhudi. Pia kama mama, baba au dada wana hofu ya Mungu, watoto watakuwa na tabia njema. Hiyo tutaiona kwenye namna watakavyokuwa wanaongea, wanawasiliana na wenzao, hata namna atakavyokuwa anaongea na baba au mama au dada, itakuwa ni kwa namna njema na yenye heshima. Ni hayo. Okay, tunaendelea kupokea michango. Amechangia pale Ronalda, lakini hapo nadhani kwa wadada kuna kuwashirikisha watoto kwenye majukumu ambayo inawatengeneza wao kutokuwa tegemezi. Yaani tunatengeneza taifa ambalo baadaye hawatakuwa watu tegemezi. Lakini sasa kwenye majukumu yenu lazima muwe makini, kwa sababu kwenye miongozo yetu tumesema kabisa, hakikisha unafanya mawasiliano ya karibu na mwajiri wako. Usije tu ukaenda mbele kumbe mwajiri hataki labda mtoto wake aweze kujiengage kwenye hizo kazi. Kwa hiyo lengo ni tupo very positive, tuna mlengo chanya katika kuhakikisha kwamba watoto wanatengenezwa kutokuwa tegemezi. Lakini bado sisi, huo ni mtazamo wetu, ni malengo yetu, ni matamanio yetu, na ni kitu kikubwa ambacho tunakijenga kwa ajili ya jamii. Ila bado kuna maisha binafsi ya mtu. Kuna familia ambazo hawataki watoto wao wajiengage kwenye hayo majukumu, wahusishwe. Sawa? Kwa hiyo usione kama vile sasa ndio unakosewa au vipi. Ni lazima uhakikishe kwamba wewe mwenyewe unatoa hoja ambayo inaeleweka, hata namna ambavyo unawasilisha hoja yako kwa mwajiri. Pengine utakuta hakuwa na wewe utaratibu au hataki kabisa mtoto wake ajiengage. Lakini je, umempa sababu za yeye kuona kwamba kuna umuhimu wa mtoto wake kujifunza hivyo vitu? Je, wewe mwenyewe ni mwajibikaji vya kutosha kiasi cha kwamba hata mtoto mwenyewe anaanza kutamani kwamba hebu ngoja na mimi nifanye hichi? Unajua kuna ile hata kama mama yake na babake hawataki, lakini matendo yako wewe, uwajibikaji wako wewe dada pale nyumbani, unamsababisha mtoto mwenyewe anavutiwa kutaka kuanza kujifunza vitu. Yeye mwenyewe unashangaa tu utafua hatakuja. Pale hujamuita wewe kufanya. Lakini baada ya muda ataweza hata kumwambia mama yake kwamba mama, mimi naomba nianze kujifunza kufanya hiki, kufanya kile. Lakini sio tu kwa sababu sisi tunakufundisha ndio maana tukaweka angalizo. Hakikisha haumpeleki tu mtoto kumpa majukumu au kumwachia majukumu bila kuwa umewasiliana na mzazi wake. Na hata baada ya mzazi wake kukubali, bado lazima uzingatie umri wa mtoto ambaye unamhusisha kwenye jukumu fulani.
Kwa sababu lengo sio kuwapa majukumu tu wafanye, lengo pia ni kuwafundisha, kuwaelekeza. Lakini hizo kazi ni za kwetu, sisi tunalipwa ili kwamba tuzifanye hizo kazi. Tunaelewana? Kwa hiyo msitoke mkaenda kugombana na watoto ama na waajiri kwa sababu mnataka watoto wafanye hizo kazi. Hapana. Lengo ni kwamba watoto wawe wawajibikaji, wawe watu ambao wanabidii, wanajua thamani ya kufanya kazi na kupata kitu baada ya kufanya kazi. Lakini hapo tu nimetaka kukumbushia kwamba wadada mnakuja, mnapata ya mafunzo, lakini hakikisha wewe unakuwa ni sehemu ya kumwelimisha pia huyo mwajiri. Wewe umepata nafasi ya kuja hapa, mwajiri apate haya mafundisho. Wengine watafuatilia, wengine hawatapata nafasi, lakini wewe unaweza kuwa sehemu ya kufikisha ujumbe vizuri mpaka mwajiri mwenyewe akasema basi uanze kuwaelekeza watoto, kuwafundisha. Sawa lakini sasa kama mwenyewe unafanya vibaya, atakuambia umfundishe mtoto wake ili umfundishe vitu vibaya? Hapana. Kwa hiyo lazima ufanye vizuri ili hata anapokuambia umfundishe mtu ama mtoto wake, lazima uwe unamfundisha vitu vizuri. Okay, karibu yule pale nyuma anachangia. Wadada Center, nguzo ya familia. Tukiongelea hofu ya Mungu ina mchango gani katika malezi na makuzi ya watoto? Ninapenda kuongelea kuhusiana na hekima, kwa sababu ukimcha Mungu ni lazima utakuwa na hekima. Na hekima kuna mgawanyiko, kuwa na hekima katika kuzungumza yale maneno ambayo unayatoa mdomoni mwako, na pia katika kutenda, na pia katika kufikiri. Kwa hiyo katika malezi ya watoto tunajua kwamba watoto pia sawa ni wasumbufu, lakini namna ya kuweza kumuelekeza huyo mtoto inahitaji pia maneno mazuri yenye ukarimu, ili aweze kukuelewa kile ambacho unamfundisha. Na watoto pia hawapendi ile tabia ya kuwa anamuogopa mtu, kwa sababu akiwa anakuogopa atawezaje kuongea na wewe kwamba dada nina shida hii, dada nina shida hii, na wakati huo mama hayupo, lakini dada ndo ambaye ni tegemezi nyumbani. Kwa hiyo namna ambavyo unaweza kuongea na mtoto, usimkaripie, lakini pia maneno yale ambayo unayatumia yawe ni maneno mazuri, sio ya matusi. Kwamba au Alvin, naomba ukae hapo, usilie, kaa hapo. Yani kuna ile namna unaweza kuzungumza na mtoto akaweza kukuelewa na akakuheshimu, na akawa yani ni kimbilio kwako kwamba dada Hawa nahitaji juisi. Hawezi kuwa muoga kuweza kukuongelesha chochote kile. Na pia katika kutenda, jinsi ambavyo unaweza kumhudumia mtoto kwa upendo na kwa ukarimu. Kama ni kumuogesha, unamuogesha vizuri. Na wakati mwingine unapata shida, mtoto anakuwa ni mtu ambaye analia kila wakati. Haujui tatizo nini, lakini analia kila wakati. Na hicho kilio kinatoka hadi kwa majirani huko, kila mtu anasikia. Kwa hiyo sasa kuna yale matendo ambayo dada wengine wanafanya, yanakuwa ni matendo ambayo ni hatari. Kwa mfano nilishawahi kuona klipu fulani mtandaoni. Kuna dada alikuwa anajaribu kumbembeleza mtoto, lakini sasa analia kwa sauti. Sasa ilibidi amzibe mdomo, kwa sababu kelele sasa zimemchosha. Ilibidi amzibe mdomo. Na ile kwa jinsi ambavyo alivyoweza kumziba mdomo, iliweza kusababisha hata mtoto aweze kukosa pumzi. Haya, umeoa mtoto wa watu, si unapelekwa jela? Sasa kwa hiyo ni lazima tufikirie jinsi ya kuweza kuongea nao, tuongee nao vizuri kwa maneno mazuri, na pia katika kutenda kwetu, jinsi ambavyo unatenda wewe ndivyo ambavyo mtoto pia atafuata vile vile. Na pia faida ya kuwa na hofu ya Mungu ni kujiepusha, yani kutenda yale mambo mabaya. Sasa wadada waga yani kuna wadada ambao waga wana changamoto katika kuelewa namna ya kuweza kuishi na watoto, na hasira zao zinakuwa juu ya watoto. Anamtupia kule. Haya, akiumia ni kesi kwako.